alichokisema jioni hii muda usiokuwa mrefu. Polisi jijini Nakuru wamemkamata mwandamanaji mmoja aliyenakiliwa akiwakabili maafisa wa polisi mtaa wa London Jumanne akiwa amejihami kwa upanga. Kamanda wa polisi Nakuru Magharibi Stephen Kirui ameeleza kuwa mshukiwa huyo amebainika kuwa raia wa nchi jirani ya Uganda na anatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu. Haya yamejiri huku upasuaji wa maiti ya Daniel Nderitu ukibaini kuwa kifo chake kilitokana na majeraha mabaya ya risasi kichwani na kifuani. Ken Gashuhi anaarifu. Mwandamanaji huyu alipata umaarufu Jumanne wiki hii aliponaswa kwenye kamera akiwakabili maafisa wa polisi waliokuwa wakirejesha utulivu katika mtaa wa London jijini Nakuru. Waandamanaji wakilalamikia mauaji ya mkazi Daniel Nderitu aliyepigwa risasi na maafisa wa polisi. Akiwa amejihami kwa upanga, alionekana kutojali vitoza machozi na kila askari alipomkaribia, yeye alisogea karibu zaidi tayari kwa makabiliano ya moja kwa moja. Kamanda wa polisi Nakuru Magharibi Stephen Kirui amesema kuwa mwandamanaji huyo alikamatwa Jumatano ila akadai kuwa mgonjwa na kulazwa katika hospitali kuu ya Nakuru hadi leo aliporejeshwa kwenye kituo cha polisi cha Kaptembo akisubiri kufikishwa mahakamani Jumatatu. Sasa tumeenda hospitali ayuko, wamempeleka wapi? Na wasipomtoa bado maandamano itaanza. Serikali turidhie haki ya wanyonge. Na huyo ndio shujaa wetu, huyo ndio alisimama na sisi wakati tulikuwa na maandamano, wakati mwenzetu aliuliwa, na mwenzetu aliuliwa hakuwa na makosa. Kamanda Kirui ameeleza kuwa wamemtambua mwandamanaji huyo kama Hassan Mtimkavu, raia wa nchi ya Uganda, na atashtakiwa kwa makosa ya kuwa nchini bila idhini, uchochezi na wizi katika biashara tofauti mtaa wa London, huku baadhi ya wakazi wakimtetea. Mwenye ajui dokta ni wazimu ni mtu mwenye akaila, na huyo polisi angejua huyo dokta ni wazimu kwa sababu hakutaka kujua. Hakutaka kujua nani anaweza shika panga akimbilie polisi. Nani anaweza shika panga akimbilie polisi kama si mtu wazimu? Huyo mtu anakuwa chizi, hata anaenda hata analala kwa barabara. Kwingineko, upasuaji umefanyika hii leo kwa maiti ya Daniel Nderitu aliyefariki baada ya kupigwa risasi Jumatatu, maafisa wa polisi walipokuwa wakikabiliana na kundi la vijana katika operesheni ya kuwawinda wauzaji wa dawa za kulevya mtaa wa London. Upasuaji huo ukionyesha kuwa Nderitu alipigwa risasi mara mbili, moja kifuani na nyingine kichwani. Ile kitu ningelilia sana ni justice for my brother. Nothing else. Just justice for my brother. Amewacha watoto 4. Mama pia aliaga. So we as a family tuna wakati mgumu. Ken Gashuhi, KTN. Huenda mapambano mapya ya kisheria yakaibuka